Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya pili Al-Baqara aya ya 26 anasema inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Angalia Qur'an, hakika Mwenyezi Mungu yeye wala haoni haya kukupigieni nyinyi mfano wowote ule, kukupigieni nyinyi mfano wa mbu jike. Mbu aliyotajwa hapa ba'udatan fama fawqaha, imekuja kwa dhamiri ya kike. Mbu anayemuongelea hapa na kumpigia mfano ni mbu jike. Angalia Qur'an, haoni haya kukupigieni mfano wa mbu na kilichokuwa juu ya mbu. Msemo uliokuja hapa fama fauqaha, neno hili linaonesha kwamba juu ya yule mbu, juu yake pale kuna kitu. Wanabiolojia, watu wanahusu masuala ya mambo ya bakteria, ni somo. Kuna watu wanasomea habari ya bakteria, virus. Mwenyezi Mungu amewaonyesha kupitia darubini zao ya kwamba yule mbu kuna kupe maji wanaitwa water mites, ni bakteria. Kwa hiyo hapa Qur'ani inazungumzia habari ya bakteria, na hii ni fani ya kiilmu, kuna watu wanaisomea kuhusu wale bakteria. Huyu water mites anapatikana kwa yule mbu na haonekani kwa macho mpaka kwa darubini. Sasa kuna kitu kingine, mdudu mwingine wanamuita ectoparasite. Huyu ectoparasite ni katika aina ya bakteria ambao kazi yake kwa yule mbu ni kudhibiti idadi ya mbu. Ile idadi ya mbu itakapokuwa imezidi katika kile kiwango ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala amekipanga, huyu ectoparasite huwadhoofisha wale mbu, na mbu mwenyewe anakuwa ni mbu jike, sio dume. Wakaja wakagundua pia kuna bakteria mwingine kwa yule mbu katika juu ya kichwa chake, anaitwa Wolbachia. Huyu Wolbachia kazi yake pia ni kumdhibiti mbu katika uenezaji wa malaria, uenezaji wa magonjwa kama vile dengu ambayo yanasababishwa na mbu, homa ya manjano, magonjwa kama vile zinki ambayo yanasababishwa na mbu. Sasa huyu Wolbachia kazi yake ni kumdhibiti mbu jike. Sasa kila kitu Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara
fahada. Kila kitu kimewekewa kwa vipimo maalum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim akaja akaonyesha maajabu mengine ya yale maji ya uzazi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin. Yametajwa ule mchanganyiko umetajwa kwenye wingi. Yale maji ya uzazi tumesema ni sehemu ndogo tu inayotumika, lakini pia Qur'ani ikaja kutoa maelezo mengine ya kwamba kunakuwa na mchanganyiko. Yale maji ya uzazi yanakuwa na mchanganyiko, yametajwa kwenye wingi hapa. Wakaja wakagundua katika mwili wa mwanamume kuna glandi mbili, tezi mbili zinazoitwa testes, ambazo kazi yake ni uzalishaji. Kuna vitu vinazalishwa hapo. Alafu kuna glandi nyingine moja, tezi nyingine moja inaitwa prostate gland, iko moja. Hii kazi yake ni kutengeneza vihuishaji, unatakiwa uhai pale. Wakaja wakagundua kuna tezi nyingine mbili, wakazita seminiferous canals. Hizi kazi yake ni kutengeneza maji tu. Sasa maji ya aina 5, testes ziko 2, prostate gland iko moja. Ngapi hizo? 3. Alafu seminiferous canals ziko 2, jumla ngapi? 5. Zinakuwa zimefungwa baina ya kifua cha mwanamume na mgongo wake. Mwanamke maji yake ni ya aina 2, yanapokuja kuchanganyika na yale maji ya aina 5 ya mwanamume, jumla yanakuwa aina ngapi? 7. Ndiyo hapo anapatikana mwanadamu. Na kizazi cha mwanadamu, Qur'ani haya imeyaeleza kwa ufasaha uliokuwa mkubwa kabisa. Lakini kuna maelezo katika reproduction system, katika mifumo ya mambo ya uzazi kuna maelezo Qur'ani ilieleza. Maelezo hayo yanatofautiana na maelezo ya sayansi. Qur'ani imesema vingine na sayansi imesema vingine. Katika sura ya 86, surati Tariq, aya 5 mpaka 8, Qur'ani inasema falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Falyanzuril insanu mimma khuliqa, muangalie mwanadamu ameumbwa kutokana na kitu gani. Tazama ya hapa, angalia ya hapa, ni ya utafiti, ya uchunguzi na majaribio, kwamba hapa panahitajika darubini. Ameumbwa na nini? Qur'ani kasema khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kutokana na maji yenye kutoka kwa kasi yenye kuchupa. Yale maji yanatoka kwa mwendo wa mchupo, ndiyo yanaziwezesha zile mbegu ilizozibeba, ikawezekana sasa mbegu moja kwenda kulishuti lile yai la kike, kulitoboa na kuingia ndani yake, kuutoboa ule utando wa lile yai,
Kuna wanaume wengine mbegu zao zinakuwa hazina uwezo wa kulifikia lile yai, zingine zinakwenda zinafika, lakini haziwezi kufanya ile dafiki, kutoboa lile yai. Sasa ikitokezea hivi, sio alaumiwa mwanamke kwamba miaka 5, 10, 15 toka ameolewa mwanamke huyo hajabeba ujauzito. Wakati mwingine ni yule mume, mbegu zake hazina uwezo wa kufika kule kwenye yai. Wakati mwingine zile mbegu hazina uwezo wa kufanya ile dafiki. Na msikalie tu kusema tumerogwa, nendeni hospitali mutapimwa wote wawili. Kwa njia hii nimewasaidia watu wengi, walipokwenda wakapimwa akaonekana mwanamke yuko safi kabisa, isipokuwa mwanamume mbegu zake hazina uwezo wa kufika kule kwenye yai, na mwingine zinafika lakini hazina uwezo wa kufanya dafiki. Kuna dawa unapewa na unazaa. Lakini Qur'ani ikaja ikasema yakhruju min baini sulbi, kwamba yale maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka katikati ya uti wa mgongo wa mwanamume, wataraibe, na katika kifua cha mwanamke, katika mbavu zake. Maelezo haya hayakubaliani na sayansi. Sayansi haisemi hivyo. Sayansi inasema mbegu ya uzazi ya mwanamume inatoka kwenye korodani, na mbegu ya uzazi ya mwanamke inatoka kwenye ovar. Hapa Qur'ani na science zimetofautiana katika reproduction system. Watu waliruka kwa ndege wakamfuata Professor Keith Moore kwenda kumuuliza katika chuo kikuu cha science cha Toronto nchini Canada kwamba katika reproduction system Qur'ani imesema maji ya uzazi wa mwanamume yanatoka katikati ya uti wa mgongo wa mwanamume, na mbegu ya mwanamke inatoka kwenye kifua chake yule mwanamke, katika mbavu zake. Sayansi inasema ya kwamba maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka kwenye korodani, na mbegu ya uzazi ya mwanamke inatoka kwenye ovar. Iliyosema kweli ni ipi? Ni Qur'ani au ni sayansi? Professor Keith Moore akasema Qur'ani ndio iliyosema kweli. Wakamuuliza kivipi? Akawaambia kwamba hapa Qur'ani imeweza kueleza mpaka asli ya zile korodani, mahali zilikotoka. Zile korodani zimetoka kwenye uti wa mgongo wa mwanamume. Ile nyama iliyotumika katika kuumbia uti wa mgongo ndiyo ile ile moja, kilikatwa kipande tu kikateremshwa chini, ndio zikaenda kutengenezwa zile kokwa za korodani. Kwa hiyo korodani zimetoka kwenye uti wa mgongo, na ile ovar imetoka kwenye kifua cha mwanamke. Ile nyama iliyotumika kuumbia matiti ya mwanamke ndio ile ile moja tu, kilikatwa kipande kikateremshwa chini ikatengenezwa ovar. Kwa hiyo akasema kwamba hapa Qur'ani imeweza kueleza mpaka asili ya korodani, mpaka asili ya ovar, ule mfuko wa mbegu za uzazi za kike, lakini sayansi imeshindwa. Akaambia iliyosema kweli ni Qur'ani. Watukufu wa Islam, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, tunaishilia hapa. Bado sasa, baada ya kurutubishwa lile yai, kuhamishwa na kupelekwa wapi? Katika uterus. Hatujaeleza hapo bado. Nilipokuwa chuo kikuu cha KCMC Moshi mwaka jana, nilialikwa kwenda kuzungumzia utungaji wa mimba ndani ya tumbo la mwanamke. Walinisikiliza wale maprofesa, na wakasimama wakasema kwamba kumbe Muislamu anaweza kuingia katika mauniversity yetu na Qur'ani yetu yake, na akatufundisha na tukapata ma PhD na tukawa madaktari kwa kutumia Qur'ani. Watu kama 7 pale pale wakaslimu.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.